una tatizo hili au hili, hii inaitwa melasma. Okay? So naenda kukupatia rutini sahihi ambayo unaweza kuifanya kama una changamoto hizo hapo. Kwanza kabisa, melasma ni nini? Kwa hiyo hili ni darasa, kwa hiyo unapaswa kuchukua kalamu na karatasi ili tujifunze kwa pamoja. Melasma inatokana na excess ya melanin kwenye ngozi yako. Kwa hiyo ndio inasababisha kwamba unakuwa na ule weusi, na obviously mara nyingi unakuwa ni stubborn, yani hautoki, ni vigumu sana kutoka. Kwa hiyo kutibu melasma kunahitaji time, kunahitaji utayari, kunahitaji commitment. Melasma inatokana na nini? Cha kwanza ni kama unakaa kwenye jua. Ili kujikinga na melasma, cha kwanza unahakikisha kwamba unatumia sunscreen, yani muda wote hakikisha kwamba unapaka sunscreen. Kitu kingine ambacho kinasababisha melasma, endapo labda kuna medication ambazo ni kali na nini, inaweza kusababisha ukapata melasma. Pia kama mvurugiko wa hormone haujakaa sawa, basi muone daktari ili aweze kusaidia hormone zako zikae sawa vizuri. Kwa hiyo na mambo mengine ya kuepuka kama ulaji mbovu wa vyakula. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo vinaweza kusababisha kuwa na melasma. So twende kwenye simple routine ambazo unaweza kuzifanya endapo ukiwa tayari imekupata hii melasma. Kitu cha kwanza, hii ni morning routine ambayo utaifuata kila siku. Yes, kwa asubuhi ni lazima uwe na cleanser nzuri ambayo ina salicylic acid, ni nzuri sana. Kwa hiyo changanya kama ni salicylic au yoyote ambayo ni hydration cleanser, huwa ni nzuri kwa ajili ya kulainisha ngozi yako ambayo ina melasma. Kwa hiyo tumia cleanser yako vizuri asubuhi. Baada ya hapo tutakuwa toner. Yes, unaweza kutumia toner ambayo like hii hapa ya Kojic, ni toner nzuri sana. Ni kwa asubuhi kwa mtu ambaye unasumbuliwa na melasma. It is must, yani hawe rafiki yako wa kwanza. So baada ya hapo unahitaji moisturizer ambao ni ya kujali ngozi yako. Huwa napendelea kutumia hii hapa ama hii hapa. Tunazo moisturizer nyingi tofauti tofauti, but hizi hapa ninazipendekeza zaidi. Na pia baada ya kutumia moisturizer unahitaji sunscreen. Yani ni lazima uwe na sunscreen ambayo ni SPF ambayo inazidi 50+. Kwa hiyo angalia moisturizer, angalia sunscreen yote ambayo unahisi inakukubali, haiachi marangi yale meupe. So angalia ambayo inakupenda zaidi. Tunazo sunscreen tofauti tofauti ambazo unaweza kuzitumia. Kati ya hizi hii hapa ni skincare yako ya asubuhi ambayo utakuwa unaifuata kila wakati. So tuende kwenye skincare yetu ya usiku. Hii ni most important part kwa sababu usiku ndio muda pekee ambao unaweza ukajitibu. Mchana unakuwa una mambo mengi. Kwa hiyo usiku ngozi yako imetulia, kwa hiyo unahitaji kutumia treatment ambayo ni sahihi. So tutaanza kwa siku ile ya kwanza ambayo umeamua sasa kuanza kujitibu. Cha kwanza utafanya double cleansing usiku. Yes, pamoja hakikisha kwamba una hydrating ambayo inafanya ni cleanser ambayo ni hydrating, inalainisha ngozi. Yes, baada ya hapo unahitaji toner. Yes, toner unaweza kutumia hizo hapa za Medicube, unaweza kutumia toner za glycolic acid au kutumia hata hii hapa Kojic acid. Yani toner yote ambayo unayo, lakini iwe ni at least na concentration kubwa kwa usiku. Baada ya hapo unahitaji tena Maxic. Hii hapa ni ingredient ya msingi sana kwa wewe kwa usiku kuipaka. Kwa hiyo baada ya hapo utapaka hii hapa. Baada ya hapo unahitaji moisturizer. Ni lazima uwe na moisturizer. Yes, my choice always zinakuwa ni hizi hapa. Yes, kati ya hii hapa au ukatumia moisturizer hii hapa ya ya B5+. Na pia unaweza kutumia moisturizer jamani, hii hapa ni nzuri sana yenye ceramide hyaluronic ya CeraVe. Ni moisturizer ambayo ni more affordable zaidi na ni kubwa, yani naona inalingana zaidi na kipato chetu. So yes, kati hizi moisturizer utatumia. Baada ya hapo kama inawezekana uwe na serum hapa ya The Ordinary ya multi-peptide copper. Hii hapa. Yes, kama inawezekana uwe nayo, ni nzuri sana kwa ajili ya kuendelea kuzuia skin barrier zako. Kwa hiyo baada ya hapo unaweza kulala kwa ile siku yako ya kwanza. Yes, baada ya hapo siku ya pili, hii ni usiku wa pili, maana yake kwa kila asubuhi unarudia vile vile, hakikisha kwamba unapiga, yani ile routine yako ya asubuhi ni ile ile. But ya siku wa pili unafanya vile vile, unaweza kaamua kwa siku ya pili ukatumia sabuni yoyote, sabuni au cleanser yote ya benzoyl peroxide kwa siku ile ya pili, kwa sababu siku ya kwanza ulifanya hydration. Yes, na baada ya hapo ukapaka moisturizer, chochote kile ambacho ni sweet, ukapaka moisturizer tu yoyote ile nzuri, kwa sababu kumbuka umetumia hii kemikali, hii ni kemikali ambayo ni kali. Kwa hiyo unaweza kutumia tu moisturizer yoyote ile, then ukalala. Usiweke vitu vingi sana.
Okay? Yeah, so baada ya hapo sishauri mtu atumie vitu vingi kwa sababu ule uso unakuwa una distract. Baada ya hapo usiku wa 3 unaweza ukaanza tena ukafanya double cleansing kama ile siku ya kwanza, au ukatumia hydration cleanser. Hizi hazikulimit, lakini unapaswa urudi kwenye kutumia, unaweza ukachangamsha sura kwa kutumia Kojic. Baada ya kutumia Kojic, yani ukahamia kwenye moisturizer nzuri. Yes, moisturizer unaweza ukatumia hii hapa, huwa sio kali sana. Tumia hii hapa. Then baada ya hapo unaweza ukatumia hapa CeraVe ya Skin Renew. Ina maana hii hapa kwa ajili ya usiku, una treat skin yako, ngozi yako inarudi vizuri kabisa. Kwa hiyo ukapaka hii hapa then ukalala. Yani uso wenye malesma hauhitaji tash. Umeelewa? Yes. Baada ya hapo usiku wetu wa 4, mara nyingi huwa tunapenda kwamba tupumzishe. Mimi baada ya siku 3 huwa napenda ngozi yangu ipumue. Kwa hiyo unafanya vipi ngozi yako ipumue? Tumia gentle cleanser yoyote ile usiku. Yes, ng'arisha uso wako. Baada ya hapo baada ya hapo tumia niacinamide. Niacinamide nzuri kama uliviona umetokewa na redness zote, kwa sababu maybe umetumia makemikali, ngozi yako imereact kwa vyovyote. Wewe paka niacinamide then waka moisturizer. Yani lazima ngozi yako iwe moisturized muda wote. Kwa paka moisturizer then baada ya hapo ulale. Hii siku ya leo tunahitaji mambo mengi. Tumeweka tu nini? Niacinamide. Unaweza kutumia niacinamide yoyote ile ambayo unayo. Then tunaenda usiku wa 5. Usiku wa 5 tunarudia ile skincare yetu ya namba 1. Kwa angalia namba 1 inasemaje. Yes, vitu gani vya kutumia usiku. Kwa hiyo kwa sababu hii hapa kwenye namba 1 nakumbuka tulitumia hii cream. Kwa hiyo hii cream inatumika mara 2 kwa wiki, usitumie zaidi ya hapo. But baada ya hapo usiku wa 6 utatumia cream. Kwenye upande wa cream utatumia retinol. Yes, retinol unahitaji kwa ajili ya kutight ngozi yako. Mara nyingi watu ambao wana melesa wanakuta ngozi imelegea. Kwa hiyo tumia retinol vizuri, ng'arisha ngozi yako, moisturizer usikose, lala. Okay? Kwa hiyo wewe kazi yako ni kupishanisha tu hizi seti, but zisijirudie. Jumapili kama uko nyumbani, yes, hakikisha kwamba umeweka vitamin C na umeweka moisturizer kama hii hapa. Hii moisturizer napendelea utumie kwenye day night, itakusaidia zaidi kwa ajili ya ni kukinga na mionzi ya jua, kwa sababu kitu ambacho unapaswa kuepuka wewe ambaye una malesma ni mionzi ya jua. Malesma inategemea na kila mtu. Kwa kila mtu ana ngozi yake. Kwa hiyo ni vizuri kuja kupima ngozi yako, tujue ngozi yako ina aina gani, ili tukupatie kipodozi sahihi kutokana na ngozi yako. Kila mtu kuna vipodozi ambavyo vinamkubali, kuna mwingine na sensitive skin, vingine havitomkubali. Kwa hiyo ni vizuri tukapima ngozi ili tujue kitu gani ambacho kinaendana na ngozi yako. So products zote hizi tulizozitaja zipo dukani kwetu hapo Mwananyamala A. Unaweza kutupigia simu kwa namba ambazo ziko hapo, na sisi tuko tayari kwa ajili ya kukuhudumia. Yes, niko tayari kukuhudumia wewe. Unaweza kuwasiliana nami kwa namba ambazo ziko hapo kwenye screen.